Utekelezaji wa miradi ya taktiki ulianza mwaka wa fedha 2020-2021 na baadaye usanifu wa kundi la kwanza yani Tier 1 mwaka 2021-2022. Utekelezaji kwa kundi la kwanza ulianza mwezi Septemba mwaka 2023 kwa sehemu ya kwanza yani package 1, na sehemu ya pili yani package ya pili ilianza mwaka 2024. Katika kundi la pili ambalo ni Tier 2 ambayo na manispaa ya Singida ipo, usanifu ulifanyika mwaka 2024 na kisha zabuni kutangazwa mwezi wa 3 mwaka 2025. Hivi sasa wakandarasi wameanza kazi katika maeneo mbalimbali na kwa maana ya kwa hii mikataba ya package ya kwanza, na kwa hapa Singida leo tuko tayari kusaini mkataba huo. Miradi ya sehemu ya kwanza ya package 1 ambayo leo utaishuhudia katika mji wa manispaa ya Singida ni ujenzi wa soko kuu la vitunguu, soko la kimataifa la vitunguu. Lakini pia kuna ujenzi wa barabara za mijini, yani mjini kati za CBD, pamoja na barabara za viwandani zenye jumla ya urefu wa kilomita 7.52. Lakini pia tuna ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua unaitwa mtaro wa Mnung'una wenye urefu wa kilomita 2.6, pamoja na ujenzi wa soko la ofisi ya wataalamu wasimamizi wa mradi. Mkandarasi aliyeshinda zabuni hii ni MSC Hotel Engineering Company Limited, JV AMJ Global Multi Contractors, kwa gharama ya shilingi bilioni 24,966,236.05 bila ya kodi ya ongezeko la thamani. Na muda wa utekelezaji ni miezi 15 kuanzia tarehe 15 Juni. Katika mradi huu wa taktiki, maeneo mengi tumepata wakandarasi wa Kichina, lakini kwa manispaa ya Singida tumepata bahati kupata mkandarasi mzawa. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, nitoe wito pia kwa wakandarasi wazawa kuendelea kujitokeza kwa wingi katika kutenda katika miradi hii. Itasaidia sana kuhakikisha uchumi wa nchi hapa nchini kwetu. Mkoa wetu wa Singida ikiwa ni eneo la katikati mwa Tanzania, sisi ni majirani wa mkoa wa Dodoma, makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku zote tumetumia nafasi yetu ya kijiografia na sisi kujiandaa kuwa kumulio zuri la mkoa wa Dodoma. Na safari yetu tumeianza pamoja na halmashauri zote, lakini ikiongozwa na manispaa ya Singida, kuielekeza manispaa ya Singida kuwa jiji tarajiwa. Unapokuwa jiji, kuna mambo mengi lazima yafanyike. Tumeona juzi tumepokea nchi hapa. Hii ni dalili njema kwamba Singida imekuwa. Lakini kwa kuwa mwenyeji wa Mei Mosi, Singida imetangazika ndani na nje ya nchi, na tumeanza kupokea wawekezaji mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa unatokea TAMISEMI, naomba nikuhakikishie napokuwa kule Dodoma mjue kwamba Singida kama sehemu ya Tanzania iko salama sana. Nikuhakikishie kwamba wakandarasi hawa wazawa, na nimewaona ni vijana wetu mahiri, vijana wadogo wa Kitanzania, watapata ushirikiano wa moja kwa moja katika ofisi zetu zote za mkoa na wilaya katika mkoa wa Singida. Sisi wana Singida ni waumini wa wazawa wa ndani. Tunapowaona hivi tunafarijika, tunaona ni fahari kubwa kwetu na tutawapa ushirikiano wa kutosha. Kwa kuwa leo tumeshuhudia utiaji wa saini wa mikataba hii ambayo inaenda kuifungua Singida, inaendelea tena kuifungua Singida, lazima tujipongeze, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Safari yetu ya kuelekea jiji la Singida imeanza rasmi. Ni safari nzuri, ni safari salama, ni safari ambayo tutaenda ndani ya muda mfupi. Sisi wana Singida, ukitusoma kwenye taarifa nyingi za serikali, tunaonekana ni mikoa ambayo iko chini kiuchumi, lakini tumekubaliana tunaenda kupindua meza iwe ndiyo mkoa bora katika Tanzania. Sababu ya kufanya hivyo tunayo, nia yetu ya dhati tunayo, na uwezo huo tunao.
Mwenyezi Mungu ametupa rasilimali watu, tunashirikiana chama na serikali, tunashirikiana na sekta binafsi, tunashirikiana na wananchi. Akili zote hizi zikikaa pamoja, safari hiyo kwetu ni rahisi. Mwenyezi Mungu ametupa ardhi nzuri, Mwenyezi Mungu ametupa mazao karibu yote yanastawi Singida. Lakini Mwenyezi Mungu ametufungua kwenye dhahabu. Dhahabu inatema sasa Singida. Mwenyezi Mungu amepandisha hadhi kuku wetu wa Singida kupitia Mei Mosi. Mwenyezi Mungu amepandisha hadhi ng'ombe, mbuzi na kondoo wa Singida kupitia chinja ya hija. Singida tunang'ara duniani kote. Hivi ninapozungumza tuna wageni wengi kutoka Uturuki wako hapa na tunaenda kuchinja mifugo zaidi ya 20,000. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuuza nyama kwenye soko la kimataifa. Kwa hiyo badala ya kuwa mkoa mdogo wa uchangiaji kidogo katika pato la taifa, tunaelekea kwenye kuchangia pato kwa kiasi kikubwa. Ikibidi tuwazidi wenzetu waliotutangulia, na tuko tayari. 9. Ndugu wananchi, tayari fedha za mradi huu kwa ajili ya miji 12 ya kundi la kwanza, yani tier 1, zimeanza kutumika kwa mikataba sehemu ya kwanza, yani package 1, na sehemu ya pili package 2, na hivi sasa wapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Ndugu wananchi, lakini katika kundi la pili sasa la mradi huu wa TACTIC, yani tier 2, lenye miji 15 ikiwemo halmashauri ya manispaa ya Singida, nimekamilisha taratibu za zabuni na mikataba ipo tayari kwa ajili ya kutiwa saini. Katika manispaa ya Singida, mkataba uliotiwa saini leo hii, ni matarajio yetu sisi sote kuwa miradi hii italeta mabadiliko chanya kwa wananchi wa manispaa ya Singida na wageni ambao watafaidi huduma za mahitaji mbalimbali ya usafiri na usafirishaji, manunuzi ya vyakula, mavazi pamoja na mazingira bora ya kibiashara, kwani ni dhahiri kabisa kuwa thamani ya maeneo husika itapanda na hivyo kusababisha ongezeko la mapato kwa halmashauri. Ndugu zangu wa halmashauri hii ya manispaa ya Singida, nataka kuambia soko la kimataifa la vitunguu litakalojengwa katika manispaa hii litaenda kuwanufaisha sana wananchi wetu wa Singida hapa. Kwanza tunatarajia kupitia mradi huu tutajenga ghorofa kubwa, ghorofa 2. Tunatarajia jengo la ghorofa litakuwa ni la ghorofa 2, ghorofa ya chini lakini ghorofa ya kwanza, na litakuwa lina ukubwa wa kuweza kupokea wafanyabiashara wengi zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Lakini tunatarajia kwamba barabara zitajengwa kwa ajili ya kuhakikisha eneo la soko linakuwa na barabara nzuri na kuwezesha watu kuweza kuingia kiurahisi kabisa katika soko letu, na barabara hizo zitajengwa kwa kiwango cha lami. Lakini kutakuwa kuna eneo mahususi kabisa ambalo litatengwa kwa ajili ya kuchambua vitunguu. Sisi tunafahamu, sisi watu wa Singida tunaongoza kabisa katika kuuza vitunguu. Sasa tunataka soko letu libebe taswira ya soko la kimataifa. Kuwe kuna sehemu mahususi kabisa kwa ajili ya kuchambua hivi vitunguu, viwekwe, na kuwe kuna sehemu kabisa ambayo itakuwa ni ya kukaushia vitunguu hivi pembeni ya jengo hili ambayo tunatarajia kujenga, jengo la soko hili. Kikubwa zaidi kwenye mapato yatakayopatikana kutokana na uboreshaji wa soko hili, makusanyo kwa wakati huu tunaenda mpaka milioni 300. Lakini baada ya kuboresha soko hili tunatarajia mapato yetu yataenda kufikia zaidi ya milioni 505. Hii ni miradi mikubwa sana, ni neema kubwa sana ambayo imeletwa kwetu sisi watu wa Singida mjini, lakini watu wa Singida kwa ujumla wake. Sisi kama wananchi tuna jukumu la msingi la kupokea mradi huu, kutoa ushirikiano wote unaohitajika ili mradi huu uweze kutekelezwa, ukamilike na uanze kutoa huduma kwa Watanzania. Na jukumu letu lingine kubwa zaidi ni kuhakikisha baada ya soko hili kuwa limekamilika ujenzi wake,
na miundombinu hii mingine yote niliyoitaja katika mradi huu kuwa imekamilika. Sisi wananchi tuna wajibu wa msingi wa kuhakikisha tunaitunza miundombinu iliyojengwa kwa gharama kubwa ili iweze kudumu kwa muda uliotarajiwa. Aidha, naelekeza halmashauri na halmashauri hii lakini halmashauri zingine zenye miradi hii ya masoko ziweze kujiendesha au kuendesha masoko na stendi na miradi hii ili iweze kuwa na tija, izalishe mapato kwenye halmashauri na iweze kuleta maendeleo kwa Watanzania. Nitoe maelekezo mahususi kabisa kwa mkandarasi wetu, ambaye mkandarasi wetu huyu ni mzawa, na sisi kama nchi tunapenda kweli kuona tunapata wakandarasi wazawa, kwa maana tunataka fedha hizi za miradi ziendelee kubakia katika mzunguko wa fedha na kuwanufaisha Watanzania. Sasa mkandarasi wetu katika mradi huu, naomba nitoe maelekezo mahususi kabisa kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, kwamba mkandarasi uhakikishe kwamba kazi hii inafanyika kwa haraka na inakamilika kwa mujibu wa mkataba na mpango wa kazi ambao tumekubaliana kimsingi katika siku hii ya leo, ili wananchi hawa wa manispaa ya Singida waanze kunufaika na miundombinu hii ambayo serikali ya awamu ya 6 imewekeza katika manispaa hii ya Singida. Lakini pia niendelee kutoa maelekezo mahususi kabisa kwa mkurugenzi wetu Joan Kataraia. Wewe pamoja na timu yako msimamie kiukamilifu kabisa utekelezaji wa mradi huu kwa kutumia rasilimali watu na vifaa vilivyopo katika halmashauri. Sote tunafahamu katika utekelezaji wa miradi hii halmashauri ndio client, ndio mteja. Kwa hiyo tunatarajia kabisa halmashauri hii iwe ni sehemu ya mwanzo kabisa katika kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa kwa kadri tulivyokubaliana katika mkataba. Lakini tunafahamu uwezo mkubwa wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uongozi wake hauna mashaka kabisa. Tuna imani atasimamia kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa mujibu wa mkataba, kwa mujibu wa ratiba ambayo imepangwa. Na hii imedhihirika kwa maana tayari tunaona ufanisi wake mkubwa sana katika kazi zote anazosimamia katika mkoa wa Singida. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaendelea kukutegemea uendelee na kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya kwa ustawi wa wananchi wote wa Tanzania, lakini mahususi kabisa wa Singida hii.